Kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja katika desturi za mwanadamu huwa ni mwenye kufanya maandalizi kila anapokaribia katika msimu fulani wa tukio fulani muhimu katika maisha yake. Kwa mfano, mwanadamu huwa na maandalizi pale anapokaribia tarehe yake ya mfanano wa siku wa kuzaliwa kwake. Na siku hizi tunaona katika mitandao, katika jamii zetu, na watu huandaa gharama kubwa, huandaa maandalizi makubwa kuelekea kusherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Na maandalizi yake huwa ni yenye kufanana na kile kinachokwenda kutokea katika siku ya kuzaliwa kwake. Ndivyo hivyo pia ukikutana na wana michezo katika ile misimu ya michezo yao, huwa wanakuwa na maandalizi yanayoonyesha kwamba wakati tuliokuwa nao tunaelekea katika msimu maalumu wa matukio maalumu ndani ya tasnia yetu ya michezo. Na maandalizi huonesha kwamba kinachokuja mbele ni tukio fulani. Lakini hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufuatana na ambavyo tulimsoma katika khutba zilizopita, naye pia alikuwa nao taratibu unaonesha kwamba alikuwa na maandalizi thabiti kuelekea katika mwezi wa Ramadhani. Ndio ile hadithi ambayo tuliisoma katika khutba ya mwanzo ya mwezi wa Shaaban, pale alipoulizwa na Usama bin Zaid radhiallahu ta'ala anhu wardah, kwa nini anapenda kufunga sana mwezi wa Shaaban ukiitoa Ramadhani, kuonesha kwamba alikuwa akijikita zaidi katika kufanya kheri zaidi ndani ya mwezi wa Shaabani, kwa sababu mbele yake kulikuwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi tunakaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni maandalizi gani ambayo tunapaswa kuyafanya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hili ndilo jambo ambalo tunapaswa kukumbushana, kulizingatia, kulifanyia kazi na kuishi nalo katika masiku machache yaliyosalia. Mtihani aliopata mwanadamu ni ile siku ambayo Ibilisi laanatullahi alayhi alipopata laana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kisha Ibilisi akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amwachie nafasi ya kucheza na mwanadamu ulimwenguni. Alipokea laana ya Mungu, nimekubali umenipa laana yako, lakini naomba nafasi tu hawa viumbe wako hawa niachie mimi nicheze nao na niishi nao katika kuwapoteza. Na akala kiapo, la ughwiyannakum, nitawapoteza tena nitawapoteza. Kiapo hiki cha Ibilisi juu ya kutaka kumpoteza mwanadamu katika njia ya sawasawa ndio mtihani unaomtesa Muislamu na mwanadamu katika maisha yake ya kila siku. Vipi unamtesa? Anayo kanuni ndogo sana mwanadamu anaishi nayo kimatendo asilimia kubwa, na sote tutakuwa ni mashahidi juu ya kanuni hii ambayo imo ndani ya fikra na vifua vyetu. Kundi kubwa la vijana ambao tupo katika jamii tulizokuwa nazo leo, kwamba kuelekea mwezi wa toba, mwezi wa Ramadhani, kwa kuwa ninakwenda katika masiku ambayo nitakapofanya kheri katika masiku yale, kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitafutiwa madhambi yangu yote. Basi wacha niendelee kumalizia zile dhambi nilizokuwa nazo katika kipindi hiki na masiku haya machache niliyokuwa nayo, ili ikiingia Ramadhani
basi niingie ile hali kweli ni mchafu na kwenda kufanya toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hudiriki hata baadhi yao unapowakumbusha kwamba mbona unayafanya haya na Ramadhani imekaribia, mbona unayafanya haya ilhali wewe imani yako inakukataza kuyaishi madhambi na kuingia katika matatizo haya. Jawabu atakalokwambia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kumsamehe atakayemuomba msamaha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kwenda kumuomba msamaha wa kitu gani ikiwa hayo madhambi sinayo? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hii ni moja ya tabia ambazo zimetuathiri katika maisha yetu. Taathira hii ndio iliyotengeneza kile Kiswahili cha kusema kwamba tukavunja jungu, Ramadhani inaingia. Kuvunja jungu ambako kila mmoja kuna namna amekutengeneza. Mwingine amejalia ni sehemu ya starehe yake ya kwenda kuzini, mwingine amejalia ni sehemu ya starehe yake ya kwenda katika maeneo yasiyofaa kustarehe yeye, mwingine amejalia ndio sehemu ya kwenda katika maklabu, katika madisko na maeneo mbalimbali. Tumalize weekend hii, ndio weekend ya mwisho, basi siku yanayokuja ni Ramadhani, hatutaweza kuyafanya, twende tukamalize, tukavunja jungu. Ikhwata al-a'izza, sivyo ambavyo mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatuelekeza kupokea masiku matukufu ya Ramadhani. Ikiwa Mtume alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaabani kuelekea kuingia mwezi wa Ramadhani, masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim majma'in wakieleza hali ya maisha yao, namna walivyokuwa wakiishi katika mwezi wa Shaabani kuelekea kuipokea Ramadhani, ilikuwa ni kheri tupu. Hata siku moja Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda aliulizwa na miongoni mwa wanafunzi wao masahaba matabi'i kwamba vipi mlikuwa mkiipokea Ramadhani? Majawabu ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda yalionyesha namna gani walijikita katika ibada na kheri. Alimwambia, tulikuwa tukiipokea Ramadhani, hakukuwa na ujasiri kwa yoyote kati yetu kwamba Ramadhani inakaribia, anaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani ilhali ndani ya moyo wake ana chuki na ndugu yake katika imani. Ikiwa Muislamu anafikia kutokuwa na chuki ndani ya moyo wake juu ya ndugu yake Muislamu wakati anaipokea Ramadhani, maana yake huyu ameweza kufanikiwa kujikinga na madhambi yote ambayo angeweza kuyafanya dhahiri. Vipi sisi leo ambao maisha yetu katika kipindi kama hiki, ikiwa ni wale wa kucheza kamari, wanaona ndio kipindi cha kumalizia kubeti kwao ili wakiingia katika Ramadhani wasifanye mambo ya kubeti. Ikiwa wale waliojikita katika zinaa, wanaona ndio kipindi cha kutumia masiku haya waifanye zinaa, kwa sababu ikiingia Ramadhani hawataweza kukutana na vimada wao. Ikiwa wale ambao maisha yao ni dhulma kwenda mbele, wanaona kwamba haya ndio masiku sasa wakamilishe zile dhulma zao, ikiingia Ramadhani wakafanya toba ya kweli na waweze kuomba msamaha kwa madhambi walioyafanya katika masiku haya. Tumsome Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Ramadhani inapokewa kwa wingi wa ibada, Ramadhani inapokewa kwa matendo yaliyokuwa mazuri, Ramadhani inapokewa kwa moyo uliokuwa msafi, hata kwa ndugu zako katika imani. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wale ambao istikbali yao kuelekea mwezi wa Ramadhani iwe ni yenye kufanana na maisha halisi ambayo tutayaishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tumwombe Allah atujalie katika wale ambao nyoyo zao hazina chuki baina ya ndugu zao, fikra zao zimesafika na matendo ya kumuudhi Mola katika masiku machache yaliyobakia, na mitazamo yao ni mitazamo thabiti katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala habibihi sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ikhwatal mu'minin, marratan thaniya usikum wa usi nafsi bitaqwallah.
niwahusieni waja wa Allah kwa mara nyingine tena, pamoja na kujesea nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumcheni sana Allah, ni wajibu kuyafanya hayo, ndio ulinzi thabiti wa matendo mazuri tunayoyafanya, lakini pia ndio kufaulu kwa mwanadamu katika kuhakikisha anayoyafanya ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Anaonesha namna gani tunapaswa kuwa makini na kila tunachokifanya, namna gani tunapaswa kuthamini hata kile kidogo ambacho tumepata nafasi ya kukifanya pia, lakini namna gani pia tunapaswa kujichunga hata na zile ncha ndogo ndogo ambazo huenda tukazidharau, lakini kumbe zikawa ndio matatizo zaidi katika maisha yetu. Tunaelekea katika mwezi wa Ramadhani, lakini leo ukiingia katika mitandao yote, hamasa kubwa inayoendelea katika mitandao ni juu ya namna gani watu wanajipanga, wanahamasishana kuiendea siku wenyewe wanayoita ni siku ya wapendanao, Valentine Day. Ndio hamasa ambayo imejaa mitandao, na ukifuatilia hamasa hiyo, tunalo kundi kubwa la vijana wa Kiislamu nao pia wamo ndani yake. Kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yawezekana ukaiona hiyo ni athari ndogo sana, kwamba sikuandaa ni kuandaa zawadi tukumpelekea ninayempenda ambaye ninatarajia kumwoa, bado hujamuoa, lakini ama hata kumpelekea huyo uliyemuoa, lakini ukaihusisha kwamba hiyo ndio siku ya kuonesha mapenzi yako kwa yule unayempenda, na mwenyewe ukiona kwamba ni jambo dogo sana hili, halina uzito wote wa kupata madhambi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anakuambia, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mwenye kufanya kheri hata kama ni ndogo kwa kiasi gani, faida na malipo ya kheri ile ataiona kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, mwenye kufanya shari ama dhambi hata kama ni ndogo kwa kiasi gani, atakaporejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutana na athari ya shari aliyofanya. Wakati tuliokuwa nao ni wakati wa kuelekea Ramadhani. Akili yako itengeneze kilichokuwa mbele ni mwezi mtukufu Ramadhani. Akili yako usitengeneze kilichokuwepo mbele ni siku ya wapendanao. Hata kama unayekwenda kumuonesha upendo ni mkeo, jukumu la kupenda sio la siku moja, ni maisha yako yote, halihitaji siku. Hebu jikite katika kuipokea Ramadhani kwa matendo yaliyokuwa mazuri. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia siku moja masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim majma'in kwamba khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu, mbora wa watu katika jamii ni yule ambaye ameishi sana, lakini ndani ya kuishi sana ule umri wake akaupamba na matendo yaliyokuwa mazuri. Huyu ndio mbora wa watu. Umri uliokuwa nao yawezekana ukauona ni umri mdogo sana, kwamba mimi ni kijana nina miaka 18, 25, 30, 35. Unauona huo ni umri mdogo kwa kuwa unawatazama wewe ni wale wenye umri miaka 70 na kuendelea. Lakini hebu watazame wale waliokuwa na miaka 3, 2, miezi. Ni nani mwenye umri mkubwa, ni wewe au wao? Yawezekana unajiona bado unayo nafasi ya kuishi kwa sababu babu yako ameishi na miaka mpaka 100, mzee wako ameishi miaka 70, sasa mjomba wako tena miaka 80 pengine, ukajihisi kwamba na wewe kwa kuwa ndio damu yao na wewe ndio mifupa yao na wewe una umri mrefu wa kwenda mbele. Usisahau pia wako watoto waliokufa katika matumbo ya mama zao kabla ya kuja ulimwenguni. Usisahau kuwa wapo watoto waliozaliwa siku waliozaliwa ndio siku waliorudi kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Usisahau wako watoto waliishi miaka 5, 6 wakafa,
na mpaka leo ukiuliza familia zao makaburi ya watoto wao yako wapi, washayasahau, hawajui tena yalipo. Kwa nini? Kwa sababu walikufa hata hawajafurahika naye katika maisha ya kuacha athari aliyokuwa nayo. Usijidharau umri uliokuwa nao ukauona bado ni mdogo na nafasi bado unayo. Umri wowote aliokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jukumu lako ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad, upambe na matendo yaliyokuwa mazuri, na wala usiudharau kwa kuweka athari yoyote ya tendo lililokuwa baya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshakwambia ukifanya zuri atakulipa na ukifanya baya pia atakulipa kwa ule ubaya ulioufanya. Tunaelekea katika mwezi mtukufu Ramadhani. Tuipokeeni Ramadhani kwa amali zilizokuwa njema. Toa sana sadaqa, msalie sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walishe sana watu vyakula, shiriki nao katika mambo ya kheri. Onesha kwamba wewe ni mpenzi wa Bwana Mtume Muhammad. Onesha kwamba wewe ni yule ambaye alikuwa akisubiria kwa hamu masiku haya yanayokuja kwa maandalizi mazuri unaoyafanya. Yale maandalizi mengine tunayoyafanya katika kujaza mafutari nyumbani, katika kujaza namna gani utapandisha bei zako katika biashara kuelekea Ramadhani, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, hayo panapo uhai na majaliwa tutakuja kuyaona katika hotuba zijazo. Lakini leo la kuondoka nalo, nenda kajipambe na matendo yanayoonesha Ramadhani imekaribia katika umri wako. Nenda kajiepushe na matendo yale madogo madogo ambayo yawezekana unayadharau kwa udogo wake, lakini usisahau maneno ya yule yaliyosema kwamba wa mu'dhamun nari min mustasghiri sharari, kwamba hata moto uliokwenda kuangamiza msitu mkubwa, moto uliokwenda kuunguza magorofa makubwa, moto uliokwenda kuangamiza familia maeneo mbalimbali, asili yake ulikuwa ni cheche ndogo ndio iliyosababisha madhara makubwa yaliyokuja baadaye. Yawezekana ukadharau kitu kidogo katika maisha yako, lakini kumbe pengine baada ya hapo ndio umri wako umemalizika na ndio ikawa sababu ya kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الخليفة سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، رضوان الله تعالى علينا وعلى كل أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سامع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى عز وجل أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.